Mamluki wa kigeni kutoka huko mkoani Kursk nchini Urusi wameripotiwa kuwashambulia wanajeshi wa Ukraine wanaorudi nyuma baada ya mashambulizi makubwa kutoka vikosi vya Urusi. Pia baada ya ripoti hii utasikia ripoti kuhusu usitishaji mapigano huko nchini Ukraine unakabiliwa na changamoto ya uwanja wa vita. Nani kasema kauli hii? Basi na kusihi ya kwamba ungana nami hadi mwisho wa ripoti hizi mbili tofauti, ambako pia mwishoni kabisa utasikia taarifa kuhusu Marekani kujiondoa na kundi linalochunguza uongozi wa Urusi kuhusu uhalifu wa vita nchini Ukraine. Nikianza na ripoti fupi kutoka huko mkoani Kursk nchini Urusi, ambako imeripotiwa ya kuwa mamluki wa kigeni katika maeneo ya mpaka wa mkoa wa Kursk huko nchini Urusi wanazuia wanajeshi wa Ukraine kurudi nyuma kwa kuwafyatulia risasi wale wanaofanya majaribio kama hayo. Nazar Varechenko ambaye ni mwanajeshi wa Ukraine aliyekamatwa na vikosi vya Urusi, pia ambaye alijisalimisha kwa vikosi vya Urusi huko mkoani Kursk, ameweza kueleza hivyo kuhusu taarifa ya mamluki wa kigeni huko mkoani Kursk kuwafyatulia risasi wanajeshi wa Ukraine wanapotaka kurudi nyuma kutoka eneo hilo. Wageni Mwingereza walisema ya kwamba hakuna maana ya kurudi kwa sababu watashambuliwa kwa risasi. Tulijisalimisha kwa sababu hakuna maana. Baadhi ya wavulana hawakuwa na majibu, walikuwa wazi tayari wamekwenda. Kurudi nyuma haikuwa chaguo. Mamluki walikuwa wakiwashambulia kwa risasi watu wetu huko chini, hivyo tuliamua kujisalimisha kwa kuwa hali ilikuwa ya kukata tamaa. Hatujatendewa vizuri, hakuna mtu aliyefungwa, tumekuwa tukitendewa vizuri, tulipokea msaada, alisema hivyo mfungwa huyo wa vita katika video iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Kuhusu kile ambacho pia amezungumza ya kuwa mamluki wa kigeni katika jimbo la Kursk huwafyatulia risasi wanajeshi wa Ukraine wanapotaka kurudi nyuma katika jimbo hilo, ambako pia kulingana mfungwa huyo amesema hapo awali alikuwa amelipa dola takriban 5,000 kukaa nyuma na kulinda kiwanda katika mkoa wa Poltava ambacho baadaye kiliharibiwa na askari wa Urusi, hivyo aliweza kutumwa katika mkoa wa Sami na kisha kwenye eneo la mpaka la huko Kursk nchini Urusi. Pia taarifa nyingine ambayo nilikuahidi kukufahamisha ni kuhusu usitishaji mapigano huko nchini Ukraine ya kuwa unakabiliwa na changamoto ya uwanja wa vita, ambako Steve Witkoff ambaye ni mjumbe maalum wa Trump katika Mashariki ya Kati alisema ya kuwa changamoto za utekelezaji wa usitishaji vita nchini Ukraine unakabiliwa na changamoto za uwanja wa vita, akitaja kiwango kikubwa cha vita katika nchi hizo. Usitishaji mapigano unahusisha jinsi ya kufanya watu wasipigane wao kwa wao katika mpaka wa kilomita takriban 2,000. Alisema hayo na CBS News, akibainisha utata wa kudhibiti uhasama katika eneo kubwa kama hilo. Witkoff alielekeza kwenye viwanja muhimu vya vita ikiwa ni pamoja na Kursk na kusisitiza haja ya kushughulikia masuala ya kimkakati kama vile udhibiti wa miundombinu ya nishati ya nyuklia ya Ukraine na ufikiaji wa bandari za Bahari Nyeusi. Kuna kinu cha nyuklia ambacho hutoa umeme kidogo kwa nchi ya Ukraine, hilo lazima lishughulikiwe, alisema, akirejelea kiwanda cha nishati ya nyuklia cha Zaporizhzhia, akiongeza kuwa malengo ya Urusi katika maeneo mahususi lazima pia yazingatiwe katika mazungumzo hayo. Kituo kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya, kiwanda cha Zaporizhzhia huko Inahodali, kimekuwa chini ya usimamizi wa Warusi tangu mwaka 2022. Ukraine na washirika wake wamekuwa wakitaka Urusi kuondoa wanajeshi wake katika eneo hilo, ambako tangu kuanza kwa kazi hiyo mtambo huo umekatwa mara kwa mara kutoka kwa gridi ya umeme ya Ukraine kutokana na mashambulizi ya Urusi kwenye miundombinu ya nishati nchini humo.
Akilinganisha hali hiyo na mzozo wa Gaza, Witkoff alibainisha tofauti za wigo, akidai Gaza ni nafasi fupi iliyoainishwa ikilinganishwa na mahali ambapo vita vinapiganwa huko Ukraine, Urusi. Kwa hivyo hiyo ni hali ngumu zaidi, alisema Witkoff. Licha ya changamoto hizo, alisisitiza ya kuwa hakuna mtu anayetupa mikono juu na kwamba wadau wote wakiwemo washirika wa Ulaya wanaendelea kujitolea kutafuta suluhu baina mwa nchi hizo. Pia Marekani imeripotiwa kujiondoa na kundi linalochunguza uongozi wa Urusi kuhusu uhalifu wa vita nchini Ukraine, ambako Marekani imewaambia kwa faragha maafisa wa Ulaya ya kwamba inajiondoa katika kundi la kimataifa linalowachunguza viongozi wa Urusi kwa uhalifu wa uchokozi uliofanywa dhidi ya Ukraine. Gazeti la New York Times kutoka nchini Marekani limeripoti leo hii Machi 17 likinukuu vyanzo visivyojulikana juu ya taarifa hiyo. Hatua hiyo inasisitiza mabadiliko ya sera za kigeni huko Washington, wakati utawala wa Trump unatafuta kurejesha uhusiano na Moscow, wakati unasukuma makubaliano ya haraka ya amani nchini Ukraine. Uamuzi huo unatarajiwa kutangazwa Machi 17 katika barua pepe kwa shirika mama la kundi hilo, shirika la Umoja wa Ulaya la ushirikiano wa haki ya jinai Eurojust. Gazeti la New York Times limeweza kuandika hivyo. Kituo cha kimataifa cha mashtaka ya uhalifu wa uchokozi dhidi ya Ukraine chenye makao yake makuu The Hague ni kituo cha mahakama kinachounga mkono uchunguzi wa kitaifa kuhusu uhalifu wa uchokozi uliofanywa na uongozi wa Urusi, akiwemo Rais Vladimir Putin na washirika wa Moscow dhidi ya Ukraine. Ingawa kikundi hicho kinaundwa na wataalamu kutoka Ukraine, Poland, Romania na nchi za Baltiki, utawala wa Biden pia uliweza kuteua mwendesha mashtaka maalum kusaidia shughuli za kituo hicho mnamo mwaka 2023. Utawala wa Trump pia utapunguza kazi ya timu ya uwajibikaji ya uhalifu wa kivita ya idara ya sheria ya Marekani ambayo ilizinduliwa mwaka 2022 kuichunguza Urusi kwa ukatili uliofanywa wakati wa uvamizi kamili nchini Ukraine. Ukraine inachunguza zaidi ya uhalifu wa kivita 150,000 unaowezekana kufanywa na Urusi kama sehemu ya vita vyake vya pande zote, ikiwa ni pamoja na muhtasari wa kunyongwa kwa wafungwa na mashambulizi ya anga dhidi ya raia nchini Ukraine.